Taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme, na siku za mwisho. Leo ukiangalia dunia, vita imejaa kila mahali. Taifa dhidi ya taifa na ufalme dhidi ya ufalme vinapigana. Lakini swali ni hili: je, hii ni bahati mbaya au ilishatabiriwa? Yesu alisema katika Injili ya Mathayo 24 mstari wa 7, ninanukuu, taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Mwisho wa kunukuu. Leo tunaona vita kila pande ya dunia, Ukraini dhidi ya Urusi, lakini pia Marekani dhidi ya Irani. Ukiangalia unaziona vita zimetapakaa barani Afrika, ukiangalia Kongo DRC, ukiangalia pande za Somalia na Sudan, hizi zote zimejawa na vita kali sana. Ukiangalia mambo haya, majina ni tofauti lakini kilio ni kile kile. Vita na migogoro, njaa kila mahali, umwagaji damu uliokithiri, kutokujali maisha ya watu, watoto, wakina mama na wanawake. Vita hivi vinatokea kwa nini? Hii sio hadithi, ni uhalisia. Na Yesu alisema hizi ni dalili za mwisho. Swali sio vita vinaendeleaje, au swali sio vita vinaendelea. Swali ni hili: je, katika haya yaliyotabiriwa katika kitabu kitakatifu cha Biblia, watu wengine wanachukuliaje habari hizi? Yesu alikwisha kutabiri akasema hizi ni dalili za siku za mwisho. Je, wewe uko tayari kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Au vipi, unavichukuliaje hivi vita na utimizwaji wa unabii huu mkubwa? Fanya check-up ya maisha yako leo, kisha uangalie ni jinsi gani ambavyo unaweza kubadilisha na kumkaribisha Mungu zaidi katika maisha yako. Hizi sio hadithi, ni maisha yanayotimia. Kwa hiyo yasitimie ukiwa katika upande wa mshetani na muovu. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa William Charles. Bye.